Wasaa mwingine, karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Kim Jong-un ameapa kwamba atamuunga mkono rais wa Urusi Vladimir Putin hadi pale atakapopata ushindi dhidi ya Ukraine. Hata hivyo, Korea Kaskazini imesisitiza uungaji wake mkono katika vita vya Urusi huko Ukraine wakati wa mazungumzo ya mawaziri wa mambo ya kigeni wa nchi hizo mbili yaliyofanyika huko Moscow. Katika mazungumzo hayo, waziri Cho Chong-hui na mwenzake wa Urusi Sergei Lavrov wamekutana siku ya jana Jumatatu kwa lengo la kuendeleza mashauriano ya pande mbili, hasa katika wakati wa usuhuba baina ya mataifa hayo mawili unavyozidi kuimarika. Korea Kaskazini kupitia waziri Hui ameeleza wazi kusema kwamba uungaji mkono usioyumba kwa sera za ndani na za nje za Urusi katika kumaliza chanzo cha mzozo wa Ukraine bado ni hai, na kwamba kiongozi mkuu wa Korea Kaskazini Bwana Kim Jong-un yupo tayari kumuunga mkono mwenzake wa Urusi Vladimir Putin kwa ajili ya kuhakikisha wanashinda katika vita hivyo ambavyo sasa vimechukua mwaka wake wa 4 kuelekea mwaka wa 5. Korea Kaskazini iliwahi kutuma wanajeshi kadhaa katika mkoa wa Kursk kusaidia Urusi katika vita dhidi ya Ukraine na imeipatia nchi hiyo mifumo kadhaa ya ulinzi kwa ajili ya vita vinavyoendelea. Hata hivyo, Korea imekosoa vikali taarifa pamoja ya Korea Kusini na Umoja wa Ulaya iliyolaani ushirikiano wa kijeshi kati ya Pyongyang na Moscow. Taarifa hiyo ilitolewa wakati wa ziara ya rais wa Korea Kusini Lee Jae-myung mjini Brussels na kuelezea kuwa msaada wa Korea Kaskazini kwa Urusi unachangia kuendeleza kwa vita dhidi ya Ukraine. Korea Kaskazini ilijibu kupitia Wizara ya Mambo ya Nje ikisema ushirikiano wake na Moscow ni wa haki kama ilivyo ushirika huru wa mataifa mengine, na kwamba kukosoa ni uingiliaji wa mamlaka ya taifa na ni kitendo cha uhasama. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un ameendelea kuimarisha uhusiano wake na rais wa Urusi Vladimir Putin, huku akisisitiza ushirikiano wa karibu wa kisiasa na kijeshi kati ya mataifa haya mawili. Korea Kaskazini ambayo ilipeleka wanajeshi wake ambao pia baadhi waliuawa katika uwanja wa kivita. Kim Jong-un aliwaita ni mashujaa walikuwa wakimtetea rafiki wa kweli, ambapo wanajeshi hao waliuawa wakati wa mapambano dhidi ya Ukraine. Hata hivyo, idadi ya vifo vya wanajeshi wa Korea Kaskazini waliopigana upande wa Urusi nchini Ukraine iliongezeka, na utawala wa Pyongyang uliamua kuweka wazi kuhusu idadi ya vifo hivyo na hata kujaribu kutumia simulizi za kujitoa muhanga kama nyenzo ya propaganda ili kuimarisha utii na mshikamano wa wananchi wake. Korea Kaskazini inafanya hivyo ikilenga pia kumuonyesha mshirika wake Moscow kwamba inatuma wapiganaji waaminifu na jasiri. Korea Kaskazini iliwahi kutuma zaidi ya wanajeshi 10,000 kusaidia Urusi katika mapambano dhidi ya Ukraine. Kiongozi mkuu Kim Jong-un aliwapongeza makamanda waliotumwa kusaidia jeshi la Urusi katika mapambano dhidi ya Ukraine ambayo inapata msaada mkubwa kutoka katika mataifa ya magharibi. Mujibu wa vyombo vya habari vya Korea Kaskazini, pia vimeonyesha kiongozi mkuu wa Korea Kaskazini Kim Jong-un akiinama mbele za picha za wanajeshi waliouawa akifariji familia zao, kuonekana kulia mazishini, kuonyesha kwamba anaguswa na wanajeshi hao aliowaita jasiri kuisaidia Urusi ambayo ni rafiki mkubwa wa Korea ya Kaskazini. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea